Wana wangu wote kwangu wekuwa wapi. Shalom, Mungu akubariki sana wewe ambaye unaungana nami asubuhi ya leo. Mungu akubariki. Ungana nami mahali ulipo, tukabidhi siku yetu asubuhi ya leo kwa Roho Mtakatifu. Popote ulipo, wacha neno la Mungu itende kazi siku ya leo, na ikupe kushinda zaidi ya kushinda, ikupe kibali. Korababoshe telemande lelemonda. Roho Mtakatifu, ninakubariki. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako e Bwana. Asante kwa uaminifu wako. Ninakuinua asubuhi ya leo nikisema asante Roho Mtakatifu, kwa maana wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Wewe ambaye unatenda makubwa kila siku itwapo leo. Asante kwa uwepo wako kwenye maisha yetu Roho Mtakatifu. Asante kwa uwepo wako kwenye maisha ya watoto wako. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa kutuamsha salama tena. Asante kwa kutupa neema ya kuona siku nyingine tena. Asante kwa kutupa neema ya kuinuka na kuwa salama tena. Asante Roho Mtakatifu. Baba, ninakubariki. Asante kwa kila mmoja ambaye anaungana na maombi haya asubuhi ya leo. Yesu, ninasema asante kwa sababu ya ukuu wako juu ya maisha yake. Ninakubariki, ninasema asante. Asante kwa fadhili zako e Bwana. Asante kwa ukuu wako e Mungu. Asante e Bwana. Nitakushukuru katika mataifa, kati ya mataifa nitaliimba jina lako. Ninakubariki e Mungu wa milele. Ninakubariki Mungu mtakatifu, Mungu mkamilifu. Asante kwa ajili ya mama huyu na baba huyu. Asante kwa ajili ya familia hii Bwana. Wewe ni Mungu ambaye unaweza sana. Hakika tunauona wema wako kwenye maisha yetu. Tunauona wema wako kwenye maisha ya familia zetu. Asante e Mungu Roho Mtakatifu. Asante, tunakubariki na kushukuru e Bwana katikati ya mataifa, sawa sawa na Samueli wa pili 22 mstari wa 50. Bwana, tunakushukuru kati ya mataifa, nasi tunaliimba jina lako. Tunaliimba jina lako asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Naliinua jina lako asubuhi ya leo e Mungu, nikisema asante kwa ajili ya watoto wako wanaoelekea makazini. Asante kwa ajili ya watoto wako wanaelekea kwenye shughuli mbalimbali. Asante kwa ajili ya watoto wako wanaoenda kutafuta riziki asubuhi ya leo. Mungu, ninakuinua, ninakubariki. Ninasema asante kwa ajili yao. Ninalinua jina lako, ninalitukuza jina lako, nikisema asante kwa ajili ya wafanyakazi, wafanyabiashara. Asante Mungu kwa wanaoelekea maofisini. Asante Mungu kwa wanaoelekea kwenye biashara. Asante Mungu wanaoelekea mahali popote ili kwenda kutafuta riziki zao. Ninakuinua asubuhi ya leo nikisema asante kwa ajili yao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ninawainua mbele zako asubuhi ya leo. Ninawainua mbele ya kiti chako cha enzi nikisema asante Mungu. Ninaomba neema yako e Bwana ikadhihirike juu ya maisha yao. Ninaomba neema ya uwezesho. Ninaomba neema ya urejesho. Ninaomba neema ya kuwishwa juu ya maisha ya watoto wako wanaoelekea kwenye kazi mbalimbali. Ninaomba neema yako ya kuwasaidia. Wewe ni Mungu unayeweza. Asubuhi ya leo, siku ya leo, Alhamisi ya leo, Mungu, ninalitia jina lako juu ya maisha yao, juu ya kazi zao, juu ya biashara zao. Baba, ninalitia jina lako ambalo halijawahi kushindwa. Ninakuinua e Mungu kwa sababu wewe ni Mungu unayeweza siku zote katika maisha yao. Hata sasa unaweza, hata siku ya leo unaweza. Ninakubariki e Mungu, ninasema asante kwa ajili ya maisha yao.
Wewe ni Mungu unayeweza kutenda mambo makubwa sana kwenye maisha yao. Wewe ni Mungu ambaye unaweza kutenda mambo makubwa kwenye kazi za maisha yao. Ninawainua mbele zako Bwana, ubariki siku hii yao kwa ajili ya kazi zao. Bariki siku ya leo kwa ajili ya biashara zao. Bariki siku ya leo Mungu kwa ajili ya kazi za mikono yao, kwa ajili ya ofisi zao, kwa ajili ya vyanzo vyao vya mapato. Mungu, ninaomba ukaibariki asubuhi ya leo. Bariki asubuhi ya leo kwa ajili ya Mungu. Bariki asubuhi ya leo Mungu kwa ajili ya kazi za mikono yao Mungu. Bariki Bwana. Riko raba shekele mando ribo yanda reko shelele mande ribo shekelele monda rekelele mande lele monda shikarama seke rababo shekelele manda rababo sheketelele monda riko la mandelele bosekelele monda rimasia raba shekele mandelele bosika ho rababo shanta la makura basia. Ninaibariki Mungu siku ya leo kwa ajili yao Bwana. Ninaomba mkono wako ukawe juu ya maisha yao, wale wote wanaoelekea makazini, wale wote wanaoelekea kwenye kazi zao Bwana. Ninaomba neema yako ionekane kwa ajili yao. Onekana kwa ajili ya familia zao. Onekana kwa ajili ya maisha yao. Ukawalinde, ukawatetee, ukawapiganie Mungu wanaoelekea kwenye kazi. Ukawapiganie Mungu wanaoelekea kwenye biashara, kwenye ofisi zao. Mungu, onekana kwao Jehova. Onekana kwao, kwa sababu ni Mungu ambaye hujawahi kushindwa Mungu. Oraba shekelele mande lele monda riko sekelele mande reko raba shendelele bosika. Onekana Bwana. Riba seketelele manda horabo shaka rimasia. Umesema katika kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 12, umesema Bwana, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeajulisha mapambazuko mahali pake. Umeiamuru asubuhi tangu siku zilipoanza. Baba, ninashuka mbele zako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nikiamuru asubuhi ya watoto wako kuanzia saa na dakika hii. Nikiamuru asubuhi yao iwe imebeba baraka, iwe imebeba neema, iwe imebeba kibali. Ninaiamuru asubuhi yao sawasawa na Ayubu 38. Ninaiamuru asubuhi yao. Ninaamuru mapambazuko yao. Ninaamuru Mungu nuru yao ikaangaze asubuhi ya leo Jehova. Ninaamuru asubuhi ya watoto wako wote wanaoelekea makazini, wanaoelekea kwenye biashara. Ninaiamuru asubuhi yao ikabebe neema, ikabebe shuhuda, ikabebe baraka, ikabebe mpenyo, ikabebe faida, ikabebe wepesi kwenye kazi za mikono yao Mungu. Onekana asubuhi ya leo kwenye maisha yao. Onekana Bwana asubuhi ya leo kwenye vyanzo vya mapato yao. Mungu, ninakusihi kwa neema yako. Onekana kwao Jehova. Onekana ukiwatetea. Onekana Mungu ukiwabarikia vyanzo vya mapato yao. Mungu, ninaiamuru asubuhi ya leo kwa ajili yao ikafunguke, ikawe nuru kwa ajili ya kazi zao, ikawe nuru kwa ajili ya biashara zao. Onekana Mfalme mahali popote ulipoungana nami katika maombi haya. Amuru asubuhi yako, amuru mapambazuko yako, amuru siku yako ikawe ni siku iliyojaa neema, ikawe ni siku iliyojaa kibali, ikawe ni siku iliyojaa mpenyo, ikawe ni siku iliyobeba shuhuda zako, ikawe ni siku iliyojaa huruma za Mungu, ikawe ni siku iliyojaa wema wa Mungu, ikawe ni siku iliyojaa utukufu wa Mungu. Koraba shekelele mandele mondala basika rekele mandelele boshaka ribo shelele manda rimasaya. Katika jina la Yesu Kristo, ninaamuru mapambazuko yao yabebe utukufu wako, yabebe baraka zako, yabebe wema wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo kwa watoto wako ikabebe shuhuda, hasara zisiwe sehemu yao, ushindwa kusiwe sehemu yao, ila baraka ziambatane nao, wema wako uambatane nao. Mungu, mauzo yaliyo mengi ambatane nao,
kwa wale wafanya biashara, wafanya kazi, iwe ni siku ambayo imejaa utukufu wako, wakifanya kwa ubora, wakifanya kwa ubora, wakifanya kwa ufanisi, na wakaone mafanikio kupitia kazi ya mikono yao. Siku ya leo Mungu, ninawainua mbele zako Bwana, yale mabaya yaliyokusudiwa yasifanikiwe kwenye maisha yao. Maana Mungu umesema katika neno lako, mna hila nyingi ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini kusudi lako litasimama. Baba, kusudi lako likasimame siku ya leo kwenye kazi za watoto wako. Kusudi lako likasimame, likadhihirike kwenye biashara za watoto wako. Kusudi lako likasimame, likafanikiwe kwenye afya za watoto wako Mungu. Kusudi lako likafanikiwe kwenye familia zao, katika jina la Yesu Kristo. Zile hila za adui zikaharibiwe, ile mipango ya adui ikabatilishwe, yale mabaya ya adui yakasambaratishwe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Siku yao ikawa ni siku ambayo Mungu atakuona Bwana ukiwatetea, mkono wako ukiwapigania, mkono wako ukitenda mambo makuu, mkono wako ukiwaokoa na zile hasara ambazo adui alizikusudia, na yale mambo mabaya ambayo shetani aliyakusudia kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Riko rababo shelele mande rebo shikarama sikarima yanda robo koria baseke. Wewe ni Mungu ambaye unaweza riba shanda reko la mande lele bosika riba shekelele mande lima sika raba kuribo sekelele manda. Umesema katika neno lako katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mungu, ninawainua watoto wako, ninakabidhi kazi za mikono yao mbele zako, ninakabidhi mawazo yao mbele zako, ninakabidhi mipango yao mbele zako, ninakabidhi zile idea zao na ndoto zao mbele zako Mungu. Ukawathibitishe katika haki, wakawe mbali na kuonewa. Ukawathibitishe Bwana, ukawafanikishe katika njia zao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Umesema mkabidhi Bwana kazi zako. Ninawakabidhi Mungu mikononi mwao, ninakabidhi kazi zao mikononi mwako, ninakabidhi Mungu biashara zao kila mmoja, ninakabidhi biashara yake mikononi mwako, ninakabidhi vyanzo vya mapato yao mikononi mwako, ninakabidhi idea zao, ile mikakati yao ambayo Mungu amekusudia siku ya leo kuitimiza. Mungu, ninakabidhi mikononi mwako, ukawafanikishe. Wacha neema yako ikaonekane, wacha kibali chako kikaonekane, wacha wema wako ukaonekane, nguvu zako zikaonekane. Ukawafanikishe, ukawabarikie, ukawastawishe, ukawaongeze, ukawazidishe katika jina la Yesu Kristo. Ukawafanikishe Bwana. Yapo mambo mengi ambayo shetani na mawakala zake ameyakusudia juu yao, amewakusudia kwenye uchumi wao, amewakusudia kwenye ofisi zao, lakini wewe ni Mungu ambaye unaweza. Hujawahi kushindwa na hautakaa ushinde, maana ni Mungu unayeweza. Mungu ukawatetee, Mungu ukawapiganie, Mungu ukawafanikishe. Hasara zisiwe juu yao, mabaya yasiwe juu yao, mabaya huzuni zisiwe juu yao kupitia kazi zao. Mungu wafanikishe Bwana, walinde Mungu na kila mkono wa adui unaosababisha hasara, unaosababisha bahati mbaya, unaosababisha kushindwa, unaosababisha wafukuzwe kazi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakabidhi vitu vyao, ninakabidhi kila kitu chao, wanaoelekea makazini, ninakabidhi nafasi zao. Baba, ukazilinde, Baba ukazipiganie, Baba ukazitetee, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayetenda. Yale mabaya yamekusudiwa usiku wa leo, ili siku ya leo watoto wako waaibishe, Mungu yakawe mbali nao katika jina la Yesu Kristo. Yakawe mbali nao, mabaya siwe sehemu yao, mabaya siwe sehemu yao, kufukuzwa kazi kusiwe sehemu yao, kushindwa kusiwe sehemu yao,
hasara zisiwe sehemu yao. Baba ukawainue, Baba ukawape uthamani, Baba ukawape kukubalika, wape kufanikiwa, wape kuneemeka, wape kuchipuka, wape kuongezeka katika lile wanalolifanya, katika jina la Yesu Kristo ukawafanikishe. Ninawainua mbele zako, ribo shelele manda Ribo shanda la bosika, riba baba boshelele mande, riko sekelele manda, rababo sheketelele monda, rika rabo shekere masia, rika shekere mosaya, ribabo shentelele manda, rababo shelele monda, rababo shentelele manda, ripa papa shende, rababo shelele manda. Ninakabidhi mipango yao, ninakabidhi kazi zao, ninakabidhi biashara zao, nakabidhi familia zao, nakabidhi watoto wao, nakabidhi ndoa zao kwenye mikono yako yenye uweza, kwenye mikono yako yenye nguvu, kwenye mikono yako isiyoshindwa, kwenye mikono yako inayotetea na kupigania na kuwapa kuenea. Reko rabo shekere manda, ropo koria basika. Wafanikishe Mungu watoto wako, wakumbuke siku ya leo, wakumbuke siku ya leo. Ora basekelele manda, ribo shendelele bosika, ribo shendelele mayanda, ribo shendelele manda, ora basekelele basia, ora basekelele bosia. Niwe Bwana umesema nawe utakusudia neno nalo litathibitika. Mungu tazama, kuna mengi wamekusudia watoto wako siku ya leo. Yapo mengi ndani ya mioyo yao, ndani ya mioyo yao, ndani ya mawazo yao, wameakusudia kuyafanya Mungu, na hawana mtu mwingine wanayemtegemea ila ni wewe, wanakutegemea Bwana. Ninaomba ukawafanikishe, wafanikishe Mungu, wafanikishe Mungu yale waliokusudia, wafanikishe wale waliokusudia, ukawafanikishe kwayo, ukawafanikishe Bwana, ukawafanikishe Mungu katika jina la Yesu Kristo, ukawafanikishe katika njia zao, wafanikishe Bwana kwenye mipango yao, wafanikishe Bwana kwenye mawazo yao katika jina la Yesu Kristo. Oraba shendele bosika, oraba sekelele bosika. Wafanikishe katika njia zao yale wameakusudia. Adui asiwe na nguvu, asiwe na nguvu kwenye maisha yao, asiwe na nguvu kwenye familia zao, asiwe na nguvu kwenye njia zao, kwenye mipango yao, kwenye mikakati yao katika jina la Yesu Kristo. Wafanikishe Bwana. Ribo shelele manda, 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 rapa koraba shendelele manda. Ora baba 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 usheketelebo, ora baba baba ushentelele manda, riko sheketelele manda, ora baba baba baba. Unasema Mungu ulituma neno lako ili kutuponya na kutuokoa katika uharibifu. Neno lako lina nguvu. Asubuhi ya leo liwafanikishe watoto wako katika jina la Yesu, liwaponye watoto wako katika jina la Yesu, liwape kushinda, liwape kushinda wale waliokuwa wameshindwa, wale waliokuwa wamevikwa kushindwa, wale waliokuwa wamevikwa kufukuza. Neno lako liwape kibali, neno lako liwape nguvu, neno lako liwape kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ribo shekelele manda, ropo koria baseke, rimandelele monda, shakara baba boshete. Bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki njia zao, bariki mipango yao, yale walioyakusudia ndani ya mioyo yao. Baba ukayafanikishe, Baba ukayathibitishe, Baba ukayafanikishe, maana wewe ni Mungu, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Wafanikishe Bwana, wafanikishe Mungu katika jina la Yesu Kristo. Adui asiwe na nguvu katika maisha yao katika jina la Yesu. Kila hila iliyokusudiwa, kila mabaya yaliyokusudiwa, kila mitego iliyokusudiwa siku ya leo, kinyume nao, kinyume na kazi zao, kinyume na biashara zao katika jina la Yesu. Ninabatilisha makusudio ya adui kinyume na watoto wa Mungu siku ya leo. Ninabatilisha makusudi ya adui, hila za adui, mabaya ya adui kinyume na watoto wako, kinyume na kazi za watoto wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila
mashimo waliochimbiwa wapate kutumbukia, mashimo ya hasara, mashimo ya kufukuzwa kazi, mashimo ya kupoteza kazi, mashimo ya kukosa kazi. Siku ya leo katika jina la Yesu ninawapishanisha nao, hawatafukuzwa kazi katika jina la Yesu. Wale wanaomba kazi ambao adui amekusudia wasipate kazi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ninawapishanisha nayo mashimo ya uharibifu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Baba. Umesema kwa neno lako malango yao yatakuwa wazi daima katika jina la Yesu. Ninatangaza juu yako, ninakuombea asubuhi ya leo, malango yako yakawe wazi, malango yako ya mpenyo yakawe wazi, malango yako ya kibali yakawe wazi, malango yako ya kupata kazi yakawe wazi, malango yako ya kuinuliwa yakawe wazi, malango yako ya kufanikiwa, malango yako ya kufanikiwa katika mipango uliokuwa nayo siku ya leo yakawe wazi katika jina la Yesu. Yakawe wazi katika roho, yawe wazi katika mwili, yawe wazi, malango yako yawe wazi ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa katika jina la Yesu. Malango yako ya safari yakawe wazi, malango yako ya ndoa yakawe wazi, malango yako ya mahusiano sahihi yakawe wazi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila malango ya uovu, kila malango ya uharibifu kinyume na maisha yako ninayafunga kwa jina la Yesu, ninayafunga kwa jina la Yesu, ninayafunga kwa jina la Yesu. Kila malango ya bahati mbaya, kila malango ya kupoteza kazi, kila malango ya kuchukiwa, kila malango ya hasara siku ya leo, malango ya kupitisha roho za madeni siku ya leo ninayafunga sawa sawa na neno la Bwana. Ninayafunga katika roho, ninayafunga katika mwili. Kila malango ya uovu yaliyofunguliwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo ninayafunga kwako, ninayafunga kwako katika jina la Yesu. Hayatakuwa wazi kamwe, hayatakuwa wazi kamwe katika jina la Yesu Kristo. Hayatakuwa wazi kamwe katika jina la Yesu Kristo. Hayatakuwa wazi kamwe katika jina la Yesu Kristo. Kila malango ya mafarakano, malango ya kuachanishwa wewe katika ndoa, malango ya kufukuzwa katika jina la Yesu, ya kufukuzwa kazi asubuhi ya leo ninayafunga kwako. Siku ya leo ninayafunga kwako, hautafukuzwa kazi katika jina la Yesu Kristo. Hautafukuzwa kazi katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea malango yako ya neema, ya kibali yawe wazi sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye shetani alifungua malango ya magonjwa kwako, ninayafunga hayo malango ya magonjwa na mateso, ninayafunga hayo malango ya magonjwa na mateso katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea siku ya leo malango yako ya afya njema yawe wazi kwa jina la Yesu Kristo, yawe wazi kwa jina la Yesu Kristo, yawe wazi kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Afya njema iwe sehemu yako, afya njema iwe sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Afya njema iwe sehemu yako. Wewe ambaye ni mgonjwa upokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulifukuzwa kazi, natamka malango yako yafunguke na urejeshe kazini katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye shetani alikufungulia malango ya roho za madeni, ninafunga huo mlango wa roho za madeni na ninafungulia mlango wa kuondoka kwenye madeni katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninakufungulia mlango wa faida, mlango wa kunemeka, mlango wa kufanya kazi na kufanikiwa katika roho na katika mwili
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye adui alifungua malango ya kazi ya mikono yako kuingiza hasara kila siku itwapo leo, katika jina la Yesu Kristo, ninafunga hayo malango ya hasara na ninakufungulia malango ya faida. Ninakufungulia malango ya faida. Chochote unafanya kupitia kazi ya mikono yako, Mungu akibariki, Mungu akiongeze, Mungu akizidishe, Mungu akijaze, kikakue hapo ulipoanza, kikaongezeke, kikazidishe, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila roho za mapooza zilizo ndani ya biashara yako, asubuhi ya leo ninazikemea na ninaamuru zikuachilie. Ninaachilia roho za ustawi. Kazi ya mikono yako ikastawi, kazi ya mikono yako ikastawi, katika jina la Yesu Kristo. Kazi ya mikono yako istawi, kazi ya mikono yako iongezeke, kazi ya mikono yako ikuletee faida, kazi ya mikono yako ikuletee maongezeko, kazi ya mikono yako ikuletee kustawi, kuzidi sana, katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa una biashara moja, Mungu akuongezee biashara nyingine. Ulikuwa una ofisi moja, Mungu akuongezee ofisi nyingine. Ulikuwa una kampuni moja, Mungu akuongezee nyingine. Ukazidishwe katika jina la Yesu Kristo, ukazidishwe. Ninakuombea asubuhi ya leo, zidishwa kwenye kila unalolifanya, zidishwa kwenye kila unalifanya, zidishwa kwenye kazi ya mikono yako, zidishwa kwenye kila unakianzisha, zidishwa kwenye kila unakianzisha, katika jina la Yesu Kristo. Lolote adui aliliua kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea kifufuke sasa. Chochote alikiua kifufuke sasa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kipokee uhai. Chochote aliua kazi ya mikono yako iliyokufa, biashara yako iliyokufa, mahusiano yaliyokufa, afya iliyokufa, katika jina la Yesu Kristo, ndoa iliyokufa, katika jina la Yesu Kristo, ninakuombea asubuhi ya leo, ninakuombea asubuhi ya leo, ipokee uhai ndoa yako, afya yako ipokee uhai, katika jina la Yesu. Kazi ya mikono yako ipokee uhai, katika jina la Yesu. Ofisi yako ipokee uhai, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea uhai tena, katika jina la Yesu Kristo. Ribo shekelele manda, hautateseka. Shetani hata kubebesha mizigo ya hasara, hata kubebesha mizigo ya mateso, mizigo ya kukataliwa, mizigo ya bahati mbaya na kufukuzwa kazi, mizigo ya kuonekana haufai. Shetani hata kubebesha tena siku ya leo na asubuhi ya leo. Shetani hata kubebesha tena hiyo mizigo alikubebesha kwa muda mrefu. Asubuhi ya leo ninaishusha hiyo mizigo kwako, ninaishusha hiyo mizigo kwako, katika jina la Yesu Kristo. Ninashusha hiyo mizigo kwako, katika jina la Yesu Kristo. Ninashusha hiyo mizigo ya bahati mbaya, ninashusha hiyo mizigo ya magonjwa, ninashusha hiyo mizigo ya mateso, ninashusha hiyo mizigo ya madeni. Shetani alikubebesha mizigo ya madeni, ninakushusha hiyo mizigo ya madeni leo. Leo ukapumzishe sawasawa na neno la Bwana. Leo ukapumzishe kwenye roho za madeni. Leo ukapumzishe kwenye roho za bahati mbaya. Leo ukapumzishe kwenye roho za kuanzisha vitu vikafa. Leo ukapumzishe kwa jina la Yesu. Leo ukapumzishe kwenye kila kesi inayokukabili, kwenye kila kesi inayokukabili, kila mzigo wa kesi inayokukabili ambayo shetani alikubebesha ofisini kwako, ambayo shetani anakusakama nayo ofisini kwako. Asubuhi ya leo ninakushusha huo mzigo wa kesi, huo mzigo wa kesi unaosingiziwa, huo mzigo wa kesi unaosingiziwa ofisini kwako. Asubuhi ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakushusha huo mzigo, ninakushusha kwa jina la Yesu. Maana anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Asubuhi ya leo kila mzigo ulibebesha, kila mzigo wa kesi ulibebesha,
kila mzigo wa bahati mbaya ulibebeshwa, kila mzigo wa kufukuzwa kazi, kila mahali unapopata kazi unashindwa kudumu, unafukuzwa. Leo ninakushusha huo mzigo kwa jina la Yesu. Upumzishwe kwa jina la Yesu. Upumzishwe kwa jina la Yesu. Upumzishwe kwa jina la Yesu. Mungu akupatie neema. Mungu akupatie kibali. Mungu akupatie mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wacha neema ya Kristo iambatane nawe. Wacha kibali cha Bwana kiambatane nawe katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wacha neema ya Mungu iwe juu yako asubuhi ya leo. Ukafanikiwe njia zako. Ukafanikiwe njia zako. Roho Mtakatifu anasema niseme na wewe ambaye una hofu kuu kwa sababu ya kesi inayokukabili ofisini kwako. Kwa sababu ya kesi inayokukabili ofisini kwako. Roho Mtakatifu anasema anakushusha huo mzigo wa hiyo kesi siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, huo mzigo wa hiyo kesi leo unashushwa. Na hiyo kesi ninaifuta katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ikathibitika ya kwamba Bwana amefuta hiyo kesi na kuiondoa kwako. Katika jina la Yesu Kristo, hiyo kesi inayoambatanishwa juu yako leo ninaifuta. Ninafuta huo mzigo uliokuwa nao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Huo mzigo shetani alikubebesha, mzigo wa hasara. Kwenye kila unalolifanya unapata hasara. Kwenye kila unalifanya unaingiza hasara. Huo mzigo ambao shetani alikubebesha wa kuingiza hasara, siku ya leo ninaushusha kwako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wacha ukafanikiwe katika jina la Yesu. Ninakuombea asubuhi ya leo, wewe ambaye shetani alikubebesha mzigo, chochote unaanzisha kinakufa. Chochote unaanzisha kinakufa. Kama kinywa cha Bwana, ninakutangazia siku ya leo, huo mzigo unashusha kwako asubuhi ya leo. Huo mzigo wa kuanzisha vitu vinakufa, ninaushusha kwako siku ya leo. Ninatangaza upumzishwe kwa jina la Yesu. Upumzishwe katika jina la Yesu. Upumzishwe katika jina la Yesu. Ninakubarikia katika roho na katika mwili. Chochote unaanza kuanzisha leo, hakitakufa katika jina la Yesu. Hakitakufa katika jina la Yesu. Kitafanikiwa. Korabashelele monda. Kitafanikiwa riboshekelele manda. Kitafanikiwa katika jina la Yesu. Ninaibariki mikono yako. Chochote unafanya kupitia mikono yako kitafanikiwa. Ninaibariki mikono yako katika roho na katika mwili. Chochote unafanya kikabarikiwe. Chochote unafanya kikabarikiwe. Pesa zinapita kwenye mikono yako zikakae, zikafanye yale umekusudia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninabariki maisha yako. Ninazibariki njia zako. Ninabariki mipango yako katika roho na katika mwili. Mungu wangu akakufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia ushindi katika roho na katika mwili. Ukashinde siku ya leo. Ukafanikiwe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na akubariki, na neema ya Mungu ikawe juu yako. Mungu wangu na akubariki,
na neema Bwana ikawe juu yako siku ya leo. Ninakutamkia nuru yako iangaze mahali popote ulipo. Unasema moyo wangu unashuhudia kusapoti kazi ya Mungu. Milango iko wangu na Mungu atakubariki. Milango iko wazi na Mungu atakubariki na kukufanikisha. Atafanikisha njia zako, atafanikisha kazi yako, atafanikisha vyanzo vya mapato yako. Na nuru yako katika njia zako itakuangazia. Katika jina la Yesu Kristo, waweza kuwasiliana nami kwa msaada wa maombi, ushauri, na kwa namna yote unatamani kusapoti kazi ya Mungu. Waweza kuwasiliana nami kwa namba ambazo ziko hapo juu, na Mungu atakubariki. Mungu wangu akubariki. Ulikuwa pamoja nami Apostle Luciana, the voice of solution. Tukutane siku ya kesho. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.